Hapo siku ya tarehe 24 ilikuwa ni mwezi wa 4 mwaka 2025 majira ya saa 7:30 za mchana huko katika mtaa wa Ihangiro, kata ya Nyakato, katika wilaya ya Ilemela. Jeshi la polisi lilifanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili ambao majina yao ni Joshua Felix John. Huyu ana umri wa miaka 26, kazi yake ni mjasiriamali na mkazi wa Machinjioni, kata ya Mandu, na wa pili ni Chacha Marwa Geswa, ana umri wa miaka 28. Huyu ni dereva wa pikipiki na mkazi wa Bendera Tatu, kata ya Bugarika. Wote hawa wanaishi katika wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza. Hawa walikamatwa kwa tuhuma za kutengeneza pombe bandia aina ya konyagi. Ni kwamba baada ya kukamatwa kwa watuhumiwa hao na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, kutokana na tuhuma hizo tuliendelea kufanya misako, ambapo tulifanikiwa kukamata pia vifaa mbalimbali vilivyohusika na utengenezaji wa pombe bandia, chupa za Zamzam zikiwa na maji ndani yake, kukiwa na kimiminika kinachodhaniwa kuwa ni dawa ya kuchanganya kwenye pombe hizo. Lakini pia tuliweza kukamata vitu vingine kama Delight Flavor inayotumika kutengeneza konyagi nusu lita. Lakini tumepata stamp bandia 1318. Hizi ni stamp bandia za TRA. Madiaba mawili ya kuchanganyia pombe na chupa 3 za konyagi aina mbalimbali zikiwa tayari zimeshafungwa katika magunia 7. Hizo chupa za konyagi bandia ziko kwenye magunia 7. Sasa watuhumiwa hao pamoja na vielelezo hivyo, watuhumiwa wameshikiliwa na jeshi la polisi, lakini vielelezo pia vimekamatwa. Uchunguzi kuhusiana na tukio hilo linalohusisha wataalamu mbalimbali kutoka taasisi za serikali hapa mkoani Mwanza unaendelea, na tutakapokuwa tumekamilisha basi watuhumiwa hawa watachukuliwa hatua stahiki kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Jeshi la polisi linatoa wito kwa watu wanaojihusisha na tamaa ya fedha, kutaka kupata fedha kwa njia rahisi kwa kutengeneza vinywaji ambavyo viko kinyume na taratibu, waache kufanya hivyo mara moja, kwa sababu jeshi la polisi litaendelea kuzifanyia kazi taarifa mbalimbali zinazotoka kwa wananchi kuhusiana na uwepo watu wa aina hiyo, na jeshi la polisi litafanya misako yake na hawataachwa bila kuchukuliwa hatua za kisheria. Tukio lingine ni tukio la kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Haya makosa maarufu yanaitwa makosa ya utapeli, yamekuwa kiitwa makosa ya utapeli. Ni kwamba siku ya tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka huu 2025 ilikuwa ni majira ya saa 7 za mchana huko katika mtaa wa Shamaliwa, kata ya Igoma, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Jeshi la polisi lilimkamata mtu aitwaye Edward Emmanuel Kumalija, ana miaka 38, mganga wa tiba asilia ambaye pia anamiliki nyumba ya kulala wageni maeneo ya hapo Nyamongoro, wilaya Ilemela, mkoa wa Mwanza. Bwana huyu alikamatwa kwa tuhuma za kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kiasi cha shilingi milioni 12,470,000 kutoka kwa Edward Mahelo Bihemo mwenye umri wa miaka 43, ambaye ni mwalimu wa shule ya sekondari iitwayo Nyakabungo, ambaye yuko mtaa wa Nyamanoro, kata ya Nyamanoro, wilaya Ilemela, katika jiji la Mwanza. Mtuhumiwa huyo alitenda kosa hilo kwa kumlaghai Edward Bihemo kupitia kazi yake ya uganga wa tiba asilia kuwa anao uwezo wa kuzalisha fedha kwa njia ya miujiza, na mlalamikaji huyo ndio akawa ametoa kiasi hicho akiwa na imani hiyo kwamba hizo fedha anazopeleka pale basi zitaongezeka kwa njia ya kimiujiza.
Chanzo cha tukio hilo ni tamaa ya watu kupata utajiri kwa haraka. Mtuhumiwa Edward Emmanuel Kumalija alikuwa akichukua fedha hizo na kuziweka katika begi na kumwamuru huyo mlalamikaji ambaye ni mwalimu awe anazitolea sadaka mara kwa mara ili ziweze kuongezeka. Aliendelea kutoa sadaka hizo kwa muda mrefu hadi kufikia hatua ya kukosa fedha za kujikimu. Alipofikia hatua sasa ya kuhangaika, hali ya maisha imekuwa ngumu, aliamua kwenda kwa mtuhumiwa huyo kwa lengo la kuchukua fedha zake alizoziweka kwa kipindi chote hicho. Ndipo aligundua kuwa alikuwa ametapeliwa fedha zake hizo shilingi milioni 12,470,000. Baada ya kupokelewa kwa taarifa hizo, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza lilifanya msako na kufanikiwa kumkamata huyo mtuhumiwa ambaye nimekwisha mtaja, akiwa na mtu mwingine aitwaye Boniface Charles Anthony, miaka 33, mkulima na mkazi wa mtaa Nyerere, kata ya Igoma, wilaya ya Sengerema, katika mkoa wa Mwanza, ambaye pia ni mshiriki mkubwa katika tukio hilo na katika mambo yake ya kiuganga kwa njia ya utapeli anayofanya. Uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na watuhumiwa watachukuliwa hatua za kisheria. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.